Action. Emang selalu bikin aku ngerasa aman. Bener, bener. Nikahnya Sofia Maharani. Filamu inaanza na binti anaitwa Sofia. Huyu ni msichana alikuwa anafanya majaribio ya kuigiza katika tangazo la biashara. Anafatana mara nyingi sana na rafiki wake wa karibu ambaye pia ni meneja wake. Huyu mshikaji anaitwa Aksa. Baada ya majaribio, Sofia akaenda chooni. Binti anahisi kichefuchefu, akatazama simu yake, akaona ujumbe ambao amemtumia mpenzi wake anaitwa Guntul. Mshikaji anamblutiki tu, hajamjibu chochote. Baada ya hapo, bwana Aksa akawa amempeleka binti nyumbani kwa kina Sofia. Kwa kina Sofia anaishi na mama yake pamoja na wadogo wake wawili wa kike. Akiwa nyumbani, hali ya tumbo ikuwa inaendelea kumchefua. Sofia akaamua kujipima mimba na mkeka kuwa umitiki, binti ana mimba. Aksa akampigia simu Sofia na kumjulisha kwamba nafasi aliyokuwa ameenda kuipambania ili kupata tangazo imekubaliwa. Familia ikuwa imefurahi sana baada ya kupata taarifa hii, lakini Sofia alionekana ni mwenye huzuni kabisa na kushare jambo hilo na mtu yoyote kwamba yeye kwa sasa ni mjamzito. Siku iliyofuata Sofia akaenda Bandung moja kwa moja kwenda kumtafuta mpenzi wake. Walikuwa na mahusiano ya mbali mbali. Kweli akawa amefanyikiwa kumpata Guntur mahali ambapo jamaa anafanyia kazi. Akawa amemuuliza, umeniblock, mbona sikupati na ujibu chochote kuhusiana na meseji zangu? Sijawahi kumwona rafiki yako wala mwanafamilia wako, mimi nawasiliana vipi na wewe? Mshikaji akamwambia kwamba haya sawa, tumeonana hapa, niambie shida yako ni nini? Binti akasema nina mimba yako. Mshikaji akabadilika akasema hiyo mimba sio yangu, kwanza tuna mahusiano ya mbali, wewe uko Jakarta, mimi niko Bandung, nitajuaje kweli kama hiyo mimba ni ya kwangu na ujalala na mwanaume mwingine? Binti akasema of course hii mimba ni ya kwako, mimi sijashiriki kilimo mdondoko na mtu yoyote tofauti na wewe. Mshikaji akakataa kabisa jukumu la hiyo mimba na akawa amemwambia binti kwamba hii mimba itakuwa chini yako, wewe ndio utakaoamua ule ama uitoe mimba, utajua kivyako, usiniharibie kabisa future yangu, siwezi kuchukua majukumu kuhusiana na malezi ya hii mimba. Mshikaji akawa ametoka hapo na akawa amemwambia kwamba huyo binti asimtafute tena katika maisha yake. Akiwa na huzuni, Sofia akarudi Jakarta moja kwa moja akaenda kumtembelea baba yake ambaye yeye alikuwa anaishi mbali na wao. Baada ya kufika huko, binti akamwelezea kila kitu kilichomkumba baba yake. Baba yake akawa amekasirika sana na akawa maahidi atamtafuta huyo jamaa ili awajibike katika hili. Kweli mzee akawa maahidi kwamba kesho nitaenda kukutana na Guntur, naomba unitumie picha yake pamoja na anwani. Binti akawa amefanya hivyo. Binti Sofia alipofika nyumbani akajaribu njia ya haraka ni kunywa vidonge ili kutoa mimba. Baada ya muda, maumivu makali yakawa yamemzidi. Binti alikuwa anajitahidi kujikaza. Mama yake akawa amemuuliza nini shida. Binti akawa amesingizia kwamba ni mzunguko wake wa hedhi, lakini hali ikaendelea kuwa mbaya zaidi mpaka binti akawa ameanguka chini na kuzimia. Mama yake akawa amempeleka hospitalini. Sasa baada ya vipimo vya daktari, na binti alikuwa hahitaji mama yake ajue jambo linaloendelea katika mwili wake. Majibu ya daktari yanaeleza kwamba binti ana mimba na alijaribu kuitoa mimba, lakini mtoto bado yuko salama. Sofia akamwomba msamaha sana mama yake, akisema kwamba anajua aliwahi husia mara kadhaa kuhusiana na kujilinda ili asifike katika janga hili, lakini ndo hivyo tayari amekwisha kuipata mimba. Binti akasema kwamba amekwisha kuzungumza na baba yake na baba yake amesema atalishughulikia jambo hilo. Binti akawa amempigia baba yake, akawa amethibitisha kwamba kesho saa 4 asubuhi nitakwenda kumtembelea mshikaji Guntur, lazima ashughulike na hili na nitaenda na shehe ili wafunge ndoa kabisa, huko hakuna namna. Kwa hiyo kesho saa 4 lazima ndoa ifungwe. Mama yake kwa uchungu hakuweza kulipinga jambo hilo. Usiku huo Sofia akaenda moja kwa moja kumtembelea rafiki yake na kumjulisha Aksa kwamba kesho kutakuwa na ndoa saa 4 asubuhi. Sasa mshikaji akawa ameshangaa, kwa nini uolewe haraka hivyo? Una mimba? Binti akawa amekataa, mimi sina mimba, mbona nina mchumba muda mrefu. Mshikaji akasema mbona mimi siwewe kumjua? Binti akasema yeye akai katika huu mji, anakaa huko Bandung. Jamaa ikabidi kuwa mpole tu. Akamuuliza kwa hiyo tunafanyeje? Binti akawa amependekeza kwamba kesho uvae ile batuk ambayo nilikununulia mimi kama zawadi. Sasa na hii zawadi inayotajwa hapa ni ya muda mrefu. Kweli siku ya ndoa Aksa akawa amefika hapo, kavaa nguo ambayo aliwahi kununuliwa na huyo binti. Kanguo kamembana kweli. Sasa baada ya kufika hapo wamekaa muda mrefu na sasa ni saa 6. Hamna mtu yoyote aliyokuja hapo, sio mchumba wake Guntur wala baba yake Sofia. Na binti anapiga sana simu kwa baba yake, baba yake haukoti simu. Baada ya kukaa kwa muda mrefu, Sofia na Aksa wakawa wameaga nyumbani hapo, ikabidi waelekee huko kwenda kuwafuata. Wakaenda moja kwa moja kwa baba yake Sofia nyumbani kwake. Mzee hayupo. Jirani mmoja akawa amesema kwamba mzee Romi ameondoka jana usiku na hajarudi kabisa hapa, na alisema anaenda kijijini huko kwenda kuoa. Sasa hili binti tena alikuwa limemshangaza. Mzee wake
anaenda kuoa tena, na kati yeye ndo alikuwa anaolewa siku hii. Anampigia simu mzee Aokoti, na binti alitamani kabisa aibu inayokuja mbele yake aifunike na ndoa, lakini sasa huzuni ikamzonga. Wakarudi nyumbani, Aksa akamfariji tu binti akimwambia kwamba yeye yuko pamoja na yeye wakati wote, binti asijisikie aibu wala asijisikie huzuni ndani ya moyo wake. Mshikaji hajui chochote kabisa kuhusiana na mimba ya huyu binti. Akatoka hapo, binti akaanza kutoa kila kitu ambacho kilikuwa kimeandaliwa kwa ajili ya ndoa, tayari imekwisha kuwa ni hasara. Binti anajiuliza kwa nini babake amfanyia hivi. Ndoa ilikuwa yake na sasa babake tena inaonekana ameenda kuoa kijijini huko. Kwa nini? Binti hakutegemea kabisa, na alikuwa na share siri nyingi sana na baba yake. Mama ikabidi kumfariji tu binti yake. Sasa Sofia, siku hii ilikuwa ni siku ambayo anahitajika kwenda kurekodi matangazo ya watu huko. Watu wamemwamini na wamempa tenda, na jamaa Aksa akawa ameshafika huko, anampoza tu mshikaji ambaye amewapa tenda. Binti huko njiani, lakini ukweli ni kwamba jamaa anampigia simu binti hapokei simu. Kumbe binti alitoka nyumbani akaaga akaenda moja kwa moja katika kliniki ya kwenda kutoa mimba. Binti akawa amesaini ule mkataba kwamba yuko tayari kwa kila kitu, yuko tayari kuhatarisha maisha yake, lakini kile kiume ndani ya tumbo lake kitoke. Sasa upande wa studio, Aksa kamzungusha sana yule producer, anasema kwamba bana, binti yuko njiani, amekaribia kufika. We producer akaja kuona kwamba muda unaenda, Sofia hajafika hapa. Jamaa akawa amemind sana hilo swala na akawa amemtimua Aksa kutoka hapo pamoja na Sofia asije kabisa, hii kazi ishaota mbawa. Binti katika kliniki ya kutoa mimba, zoezi lilikuwa linaendelea, lakini mama yake Sofia akawa amefika hapo na akawa ameingilia kati hii shughuli kabla zoezi halijakamilika. Madaktari watafanya nini sasa? Mama yake anasema kwamba nitawaripoti polisi, wanajua kabisa hili jambo ni haramu, kisheria ni kosa. Mama yake akawa amemtuliza binti na kumfariji tu na kumtia nguvu na akamrudisha nyumbani. Baadaye Aksa alipofika hapo akamwambia kwamba kazi ya Sofia kule imepeperuka, kibarua kimeota mbawa. Aksa akamfariji sana binti akisema kwamba siku nyingine usiangukie kimapenzi na mtu ambaye hauna imani naye. Natamani sana siku ambapo utaangukia katika mapenzi na mtu mwingine awe ni mtu ambaye yuko sahihi sana kwako, na ninakuombea Mungu katika hilo. Kwa Sofia akaamua kutokupenda tena kwa sababu ameumizwa mara mbili kwa mpigo mmoja. Guntur na baba yake wote wametoweka katika maisha yake. Aksa akamwambia kwamba sio wewe uliokosea, bado hujampata mtu aliye sahihi kwako kukupenda. Wakatoka na kwenda kuenjoy kidogo huko ili binti atulize akili. Sasa kwa upande wa nyumbani, mama yake Sofia alikuwa na biashara ya mkate, lakini sasa hali ikaanza kuwa ngumu, fedha zinapungua, biashara ikaanza kudorora. Sofia alisikia malalamiko haya, binti akaamua kutoka hapo kwenda kujaribu kutafuta kazi. Kwa bahati nzuri akaangukia katika familia ambayo alikuwepo rafiki wake wa zamani. Huyu binti anaitwa Mina. Wakapiga stori nyingi sana, na Mina akawa amemshawishi mama yake amwajiri Sofia eneo hilo, kwa sababu wao walikuwa na duka kubwa sana la kuuza nguo. Hivyo binti akawa amepata ajira katika duka hili. Siku ya kwanza tu kazini, binti kama kawaida akawa ameletwa kazini hapo na rafiki yake Aksa. Mina baada ya kumuona huyu mshikaji alitokea kumpenda sana. Baada ya salamu ya muda mrefu, Mina anamwangalia mshikaji kwa macho mengi kweli kweli, mpaka Sofia akahisi kabisa hilo jambo, huyu Mina atakuwa amempenda huyu mshikaji. Sasa Sofia akaanza kuvaa hijabu kazini, na Mina akawa amependekeza hivyo muda ambapo yeye anakuja hapa kufanya kazi ni lazima ajitahidi kuvaa hijabu, ila muda wa kazi ukiisha anaweza kuvua, kwa sababu ameshamuona binti sio vitu vyake kabisa, hivi havipendi. Binti akawa amekubali, kifika mzigoni anajitanda. Sasa katika kupiga stori inaelezwa kwamba hili duka wateja ni wachache sana. Binti Mina akasema kwamba yeye pamoja na mama yake wamekwisha kufanya kazi nyingi sana kuhamasisha watu kuja kwenye duka lao, lakini watu hawaji. Binti akawa amependekeza kwamba kwa nini wasifanye kitu kinaitwa soft selling na kuanza kurekodi video ambazo wataanza kufundisha watu namna sahihi ya kuvaa hijabu. Aksa akawa amefika hapo. Sasa mshikaji anamshangaa Sofia leo ndani ya hijabu, hajamzoea kabisa kumwona binti katika haya mavazi. Sasa wamefika hapo, zoezi ni moja tu, ni kumrekodi mwanadada Mina akitangaza namna sahihi ya kuvaa hijabu. Sasa kwa sababu yeye ni mgumu mbele ya kamera, akawa amependekeza kwamba Sofi yeye ndo akae hapo afanye hivyo. Video zikaanza kurekodiwa na wakaanza kupata watazamaji wengi sana mtandaoni. Na kwa nini mauzo yasiongezeke? Nyinyi mnamjua Sofia akikaa kwenye 1 na 2 nyinyi. Sofia akapandishwa mshahara na akapewa uambasada brandi ya Butoki. Aksa akaendelea kuwa karibu sana na binti. Kila muda binti yeye alipata nafasi ya kufanya mazoezi na kujifunga tumbo. Hataki kabisa tumbo lionekane mbele ya watu, kila siku ni kujifunga tu. Sasa biashara ilienda vizuri sana. Maboksi ya watu waliokuwa naagiza mizigo ilikuwa ni kufungwa na kusafirishwa tu. Bosi wake akawa amefika hapo na kumpa zawadi kwa ajili ya kupeleka nyumbani. Sofia akawapelekea wadogo zake nguo na akawa amempatia mama yake pesa. Sasa ukumbuke kwamba binti akishatoka tu kazini
yani kichwa chake kinakuwa wazi. Mama yake alikuwa amemsihi sana binti yake akimwambia kwamba Sofia mwanangu, unapendeza sana ukiwa umevaa hijabu, ukijitanda mwanangu unapendeza. Lakini Sofia akasema kwamba anaona aibu kwa sababu ana mimba nje ya ndoa, anahisi kabisa amechafuka, sitaki kuvaa hijabu kwa sababu ya kuficha mimba au kuficha aibu tu mamangu. Mama yake alikuwa amemsihi sana Sofia, akamtuliza, akamtaka afanye hivyo, kama anaweza kujitanda ajitande tu. We, siku ya kwanza Sofia anavaa hiyo hijabu, kwanza majirani wakamfuata, ni kumpongeza tu, hongera, umeanza lini kuvaa hivi jamani, wewe ni mzuri, maneno mengi tunajua majirani na kuongeza chumvi. Sofi mwenyewe anatembea kama akanyagi chini. Na baada ya kufika kazini siku hiyo, bosi wake akawa ametangaza mbele ya watazamaji wake kwamba rasmi kuanzia leo Sofi ataanza kujitanda, ataanza kuvaa hijabu. Binti, ukurasa mpya wa maisha yake uko umefunguka. Walipotoka nje, Mina akajitahidi sana kuwa karibu na Aksa, lakini Aksa mara nyingi amekuwa akimkwepa juu. Mina akasema kwamba usishangae sana kumwona Sofi katika namna hii, kuanzia sasa Sofi ataanza rasmi kuvaa hijabu. Aksa akauliza, utavaa daima? Mina akasema tuendelee kuomba Mwenyezi Mungu hiyo hivyo. Mina akapendekeza kwamba kwa jambo hili wafanye sherehe kidogo, wao watatu wamkaribishe Sofi katika maisha mapya. Kweli iko imefanyika hivyo. Aksa akawa anaandaa msosi kwenye sehemu ambapo yeye ndiye alikuwa anahudumia eneo hilo na ni bosi katika eneo hilo. Muda ambapo Sofi katoka kwenda kumfuata binti Mina kwa sababu alikuwa ni mgeni eneo hilo, Aksa akawa ameona vidonge vya mjamzito kwenye begi la Sofi, akawa ametambua kwamba Sofi ana mimba. Labda yawezekana ndio sababu ya huyu binti kwanza kuvaa nguo kubwa. Kadiri muda unavyozidi kwenda, kumbuka mimba haifichwi, mwili unafata mimba. Siku moja kwenye eneo lao la kazi akaja mteja ambaye alitokea kumkubali sana Sofia kupitia mitandao huko, namna ambavyo anaelekeza watu namna ya kuvaa hijabu. Mshikaji kafika hapa, yuko na bosi wake Sofia. Huyu jamaa anaitwa Bahari. Wakawa wamepiga stori mbili tatu. Anasema amevutiwa sana na binti, na kwa sababu binti Sofi inaonekana na inaaminika kwamba hajaolewa wala hana mchumba, Bahari akawa hapo, akawa amependekeza kwamba wapate chakula kwa pamoja. Sasa walipoenda kula ni mahali ambapo Aksa anafanya kazi eneo hilo, anawaangalia tu, anawasikiliza wanazungumza. Sasa na binti pia alikuwa anaona hii ni fursa, kwa sababu anajua muda wowote likibumburuka ana mimba na hajaolewa ni aibu. Wakapiga stori sana nyingi na huyu mshikaji ni kumsifia tu binti muda wote. Sasa muda wa kuondoka kwenda nyumbani, Aksa kafika kwa binti kwenda kumchukua. Bahari naye akawa amefika hapo na gari kuja kumchukua binti. Binti akaamua atumie fursa, akaamua amwache mshikaji Aksa kutokupanda kibodaboda kila siku, akaenda kuingia kwenye gari na mshikaji akampeleka Sofi nyumbani badala ya Aksa. Sasa hapa ukawa ni ukurasa mwingine wa maisha. Mshikaji Bahari ana tageti zake, amekwisha kumpenda binti. Kesho yake akaenda nyumbani kwa kina binti Sofi na Sofi akuwepo, akampelekea zawadi nyingi sana mama yake Sofi. Sasa wakati huo upande wa Sofi yuko kwenye upigaji picha wa bidhaa. Akisa ndiyo ambaye anasimamia hiyo zoezi akiwa anashirikiana na Mina. Sofi kwenye kupiga picha na kuweka mapozi akamwona mpenzi wake wa zamani Guntuli yuko hapo, jamaa aliyokataa mimba kapita na pisi yake hapo. Binti akawa ameomba samani, akawa ametoka nje kwenda kumkabili Guntuli. Baada ya kumuona huyo binti kafika hapa, akajua huyo binti ana kilanga, akamwambia mpenzi wake aingie ndani ya gari ili asisikie. Mshikaji akasema, unasemaje? Kwani baba yako kukuambia kabisa kuhusiana na makubaliano yetu? Hakukuambia kwamba hahusiki kabisa kunifuatilia mimi katika maisha yako tena? Mimi nimempatia baba yako milioni 15 ili usiendelee kunifuatilia wala kunisumbua, na wala sitowajibika kwa lolote katika maisha yako. Sasa binti anashangaa, milioni 15 mempa baba? Sasa hapa ndipo inajulikana kwamba baba yake Sofi baada ya kwenda kufuata huyo mshikaji alimpata, na huyo mshikaji akamshawishi baba yake Sofi kwa kumpa pesa milioni 15 ili aache kabisa kusumbuliwa kwenye haya maisha. Hataki kusumbuliwa na Sofi, ndio maana mzee aliamua kupepea na ile pesa akatoweka kabisa. Mzee naye muuni kama huyu jamaa tu. Wakiwa wanazungumza hapo, anasema kwamba kwa sasa ana mpenzi mzuri, mwanamke mzuri ambaye anamheshimu na anaenjoy maisha yake, hataki kabisa kusumbuliwa, anadekezwa. Wakati anaendelea kuzungumza hapa, Aksa akawa ametoka hapo. Mshikaji akawa amemuuliza Sofi, anajua kabisa huyu jamaa ndio anatoka na binti, akawa amemwambia kwamba kwani anajua kama mimi ni ex wako? Sofi akataka kumpiga kofi, mshikaji akawa amedaka mkono. Aksa akawa ameingilia kati, akampiga ngumi moja nzito chini. Mshikaji akajaribu kujibu mapigo, Aksa akawa amemdhibiti, alimtandika ngumi huyo, alimtandika ngumi mpaka mpenzi wake akawa ameingia hapo kuachanisha. Aksa akawa ameingia ndani pamoja na Sofi. Sofi siku hiyo imevurugika kabisa. Binti alivyorudi nyumbani, mlangoni tu juu ya meza anakuta kuna zawadi kibao. Baada ya kumsalimia mama yake, ikabidi kumuuliza, hii mizigo kaleta nani? Mama yake akasema kwamba Bahari alikuwa hapa ameleta hizi zawadi, na pia Bahari anahitaji kukuoa. Ameonyesha nia ya wazi kwamba yuko tayari kukuoa, na nilimwambia kuhusiana na mimba yako kwamba wewe ni mjamzito, lakini bwana Bahari amekubali hivyo, atakuoa wewe na atamlea mtoto wako kama mtoto wake. Sasa hili jambo kwa Sofia likawa ni zuri, kwa sababu alihitaji kujificha kwenye ndoa
kabla hajazaa. Siku iliyofuata Sophie akaenda moja kwa moja kwa Aksa. Alipofika hapo, anashangaa Aksa alikuwa ameshaanza kujenga kijumba cha kuchezea watoto. Akaanza kumwelekeza hapa ndipo watoto watakuwa wanacheza. Sasa Sophie anashangaa kwa sababu hajawahi kumwambia chochote kuhusiana na mimba. Akamwambia kwamba acha bana ya mambo, unajua kabisa mimi nimechumbiwa na sikukuambia hili jambo. Aksa akawa amejua kabisa huyu atakuwa amechumbiwa na Bahari. Akawa ameuliza, binti akawa amethibitisha hilo. Aksa akasema kwamba najua hujawahi kuniambia, lakini ninajua kwamba una mimba. Sophie, kwani unataka kuolewa kwa sababu ya hiyo mimba? Mimi niko hapa kwa ajili yako Sophie, nitakusaidia. Binti akasema hii biashara yangu na huu ni wajibu wangu, nitasimamia maisha yangu mimi mwenyewe. Unaweza kuacha kujifanya kama unawajibika sana katika hili. Aksa akajaribu kumtuliza, akamwambia kwamba sijui unawaza nini, unaweza kujisikia unachoongea. Binti akamwambia kwamba unatakiwa kujua kwamba hii hali hainitesi mimi, ninaishi nayo katika mateso. Unajua ni kwa nini sikutokea siku ile kwenda kurekodi matangazo ya watu? Nilikwenda kutoa mimba, alimanusura nife, nilihatarisha maisha yangu yote, ni kwa sababu ya huu ujauzito. Kwa hiyo maisha yangu ni wajibu wangu. Binti akasema kwamba hahitaji kuingiliwa chochote katika maamuzi yake, na akasema amependezwa sana na Bwana Bahari ambaye amejitolea kwa ajili ya kumwoa, hivyo binti hataki ashauriwe. Binti akawa amesepa. Siku ya harusi ikafika. Aksa akaenda nyumbani kwa Sophie, lakini kwanza akavua ile bangili alikuwa amepewa na binti Sophie. Bangili ambayo alikuwa ameivaa kwa muda mrefu, ni bangili ya mahusiano ya urafiki waliokuwa nayo. Mshikaji anampenda sana Sophie, anaumia ndani ya moyo wake. Akajikaza akaingia ndani, akamwona binti Sophie. Hapa nakumbuka wimbo wa Aslay, kwenye harusi nitakuja, nitampa mkono bwana. Mshikaji na moyo nyinyi. Bahari akawa amefika hapo. Kafika hapo kama kawaida, na akawa amesema kwamba siku ya leo tutafungisha ndoa hii, na akawa amemwambia Sophie kwamba hii ndoa ya leo ni ndoa ya kidini, kitabu cha ndoa kitafata baadaye. Uso wa Sophie kuwa umebadilika baada ya kusikia hivi, akahisi kama kuna siri inafichwa hapa, lakini hakuweza kufanya chochote kwa sababu kila kitu kilikuwa kishaanza. Wakati wa ijab kabul, ghafla mke wa halali wa Bahari akawa ameingia hapa. Ana makelele huyu dada, akaanza kuchamba huu umati wa watu, akaanza kuvuruga, ondokeni wote hapa, hakuna ndoa, watu ni kurekodi clip tu. Huyu mwanamama anapiga makelele, anamuita Sophie kama pelako, yani mtu ambaye ameiba mpe wa mtu. Sophie akaingia chumbani akajifungia akiwa na huzuni kubwa sana. Kila mtu ana wasiwasi, binti analia kwa nguvu. Aksi kabidi kuvunja mlango. Binti ndoa imeyeyuka machoni kwake, hakuna chochote kilichotimia. Mama yake ilikuwa ni kumfariji mtoto wake tu. Binti anajiona kama ni mtu mwenye laana ama mkosi katika hii familia, anamtia aibu tu mama yake. Mwanzo kapata mimba nje ya ndoa, mwanaume kamkimbia, na leo ndoa inakatika mbele ya macho yake. Mama ni kumfariji binti kama jinsi ambavyo wadogo wake Sophie ni wanafarijiana wao kwa wao. Sasa katikati ya maumivu yakaongezeka maumivu mengine. Binti akaanza kuvuja damu, binti akadondoka chini akazimia. Aksa akachukua wajibu wa kumkimbiza hospitalini. Baada ya vipimo, majibu ya daktari yakatoka kwamba mtoto ndani ya tumbo la Sofia moyo wake hauchezi, inawezekana mtoto amefariki, hivyo ni lazima atolewe haraka. Mama akaomba kwamba aende kwenda kushughulikia malipo ili prosesi za kuendelea kumtoa huyo mtoto ziendelee. Sofia akawa amebaki na Aksa ndani ya chumba hicho. Binti akasema kwamba hatimaye ombi langu limejibiwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amesikia dua yangu na mtoto ameondoka katika maisha yangu. Binti akapumzika. Sasa baada ya kulala anakuja kushtuka, anamuona Aksa amelala kwenye benchi la hospitali kando ya binti, hakutoka kabisa mshikaji hapo. Aksa akawa amesema kwamba ni muda wa kwenda kuswali, ngoja nikasali kwanza. Sofia akamwomba kwamba amletee maji, hivyo binti na yeye akawa ameswali hapo hapo katika hali hiyo hiyo alionayo. Hapa inakupa funzo kubwa, haijalishi upo kwenye hali ya namna gani, Mwenyezi Mungu ndo mkubwa wa kukimbiliwa kwanza, lakini wewe unajitia ubize tu, si ndio? Sophie baada ya kuswali akawa anapapasa tumbo lake, ingawa mtoto hajazaliwa. Akahisi upweke wa hali ya juu, akasema kwamba kama Mungu atanipa nafasi nyingine nitajirekebisha. Aksa aliporudi akampa tasbihi yake Sophie aliyokuwa nayo katika mkononi mwake muda wote. Sasa Sophie alivyomtazama mkononi akaona kama ile bangili yao ya urafiki Aksa ameivua kwenye mkono. Akawa amemuuliza Aksa, akasema kwamba niliweka mfukoni wakati na swali, hivyo akawa amemvalisha tena ile bangili mkononi. Sasa baada ya muda muuguzi akawa ameingia hapo na vidonge vya kutuliza maumivu, akamwambia kwamba ndani ya masaa 4 atazaa kawaida ili amtoe yule mtoto mfu. Wakati wakiwa hapa, binti wakati anaenda kumeza vile vidonge, mara tumboni kitu kikaanza kucheza. Ikabidi kuitwa daktari. Daktari alipofika hapo kuchunguza, mtoto amerejelewa na uhai ndani ya tumbo la Sofia. Alo, ni nadra sana kutokea, ni nguvu ya Mwenyezi Mungu tu. Hili jambo lilikuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Binti akawa na huzuni, lakini hakuwaza sana asije akakufuru, kwa sababu dakika chache tu zilizopita alisema kwamba akipewa nafasi nyingine na Mwenyezi Mungu atajirekebisha. Haya, Mungu kaona hii ndo nafasi.
Sasa video ambazo alirekodiwa siku ya ndoa yake kwamba Sophie aliiba mme wa mtu, zile video zilitambaa mtandaoni, zilienda. Kwa sababu hiyo sifa ya Sophie ikawa imeharibika na akawa amefukuzwa kazini kwa maneno mengi. Ogopa unafukuzwa kazini online huko juu kwa juu, na majirani wakaendelea kumkashifu binti na kueneza umbea. Hili jambo likamlazimu mama yake Sophie pamoja na Sophie wakahama ile nyumba na kwenda kwenye nyumba nyingine mpya. Mwezi mmoja baadaye, Sophie akaamua kuishi maisha tofauti pamoja na mama yake. Akaamua kumwacha mama yake na wadogo zake ili yeye aende katika nyumba nyingine ili asimuonee aibu mama yake. Aksa akaamua kuuza pikipiki na akaamua kununua gari ili kumsaidia Sophie kuepuka zile aibu ndogo ndogo. Mshikaji alikuwa na upendo mkubwa sana, akawa amemchukua binti na kwenda kumpangishia nyumba, kisha akampatia pesa na mtaji na eneo ili Sophie aanzishe biashara yake. Sophie akaanza butiki ndogo na Aksa akawa amesimamia jambo hilo kwa upendo mkubwa sana, na biashara ikaanza kwenda. Ukaribu wa maisha yao ukiendelea kuwa karibu zaidi. Mimba ilipofikisha umri wa miezi 7, wamejiandaa kikamilifu kumpokea mtoto mpya katika huu ulimwengu. Siku zikasonga mbele, siku zikakatika, miezi ikasogea. Siku moja maji ya uzazi yakawa amemtoka binti. Aksa akawa amempeleka ndani ili afate funguo ya gari amsafirishe na kumpeleka hospitalini, lakini akaja kugundua kwamba funguo zake alizisahau ndani ya gari na gari limejiroki. Purukushani. Na upande wa Sofia hawezi tena kuvumilia, muda umeisha, anahitaji kujifungua. Wakampigia simu mkunga ili aje awasaidie hapo hapo. Aksa akawa ameandaa kila kitu kilichokuwa kinahitajika na mkunga. Mkunga akasema kabisa anamuona mtoto anatoka. Aksa akawa ametoka hapo na kumpigia mama yake Sophie, akamweleza kila kitu kwamba Sophie yuko katika uchungu na anajifungua. Upande wa Sofia akaendelea na harakati zake za kujifungua. Kweli hatimaye Sofia akawa amezaa mtoto wa kike, na kilio cha mtoto huyo mama yake Sophie alikisikia kwenye simu na akawa ameshukuru Mwenyezi Mungu kwa ujio wa mtoto huyo katika dunia hii. Hatimaye Sophie akawa amejifungulia sehemu ambayo Aksa alikuwa ametengeneza kwa ajili ya mtoto wake Sophie kuchezea eneo hilo. Binti Sophie alimuita yule mtoto Sera, jina ambalo Aksa aliwahi kulitarajia kwamba kama atatoka mtoto wa kike basi wamuite jina hilo. Sophie akawa amemuita mtoto wake Sera. Mkunga akasema kwamba huyo mtoto azaniwe. Aksa akawa amefanya hivyo kwa niaba yake. Baadaye mama na wadogo zake Sophie wakawa wamefika hapo kumtembelea binti, wakawa wamefurahi sana kumpata mtoto mwingine kwenye familia yao. Sasa ukumbuke huyu Aksa sio mume wake na Sophie. Aksa akawa amemsaidia Sophie kumlea Sera, akanunua vitu vyote vilivyokuwa vinahitajika. Sophie akahisi uhusiano huu hauwezi kuendelea namna hii. Sophie anaona kama anamtia katika majukumu mazito sana mshikaji, na wakati sio mume wake. Hafurahishwi na hili jambo, jinsi anavyomuona Aksa anajituma kuhudumia mtoto Sera kama mtoto wake. Binti akawa amemuita mshikaji na wakawa wamezungumza mazungumzo mengi sana. Binti anamshawishi huyu mshikaji atafute mwanamke mwingine aoe, lakini mshikaji kwa sura ya upendo akawa amekiri waziwazi mbele ya huyu binti kwamba ninakupenda. Lakini Sophie akahisi kabisa yeye hastahili upendo wa namna hii kwa huyu jamaa. Anajiona kwamba yeye kwanza ni mchafu, anamtia mzigo mkubwa huyu bwana. Mshikaji akawa amekiri waziwazi mbele ya huyu binti, maisha yangu yote nimefurahi kuwa na wewe, sijapoteza muda hata kidogo mbele yako. Mbona mimi nimeishi na wewe kwa upendo mkubwa, hata mtoto Sera ninamtazama katika upendo mkubwa. Binti akawa amesema kwamba unatakiwa kujua kwamba Sera sio mtoto wako, ni mtoto wangu mimi. Mshikaji hili jambo lilikuwa limemtoa kwenye reli. Akawa amemuuliza binti, hivi unajisikia kweli wewe unachozungumza? Sophie, mimi nakupenda, ninakuhitaji hivyo hivyo jinsi ulivyo. Mimi sijali tuko katika hali gani wala tuko katika status gani, mimi nakupenda na kuhitaji. Lakini binti akawa amekataa. Akawa amemuomba Aksa kama itawezekana wasionane tena katika maisha yao, yeye achukue 2 zake na yeye achukue 1 zake. Akamsii mshikaji atafute mwanamke ambaye atamfaa, mwanamke atakaye muoa. Aksa akasema sawa, kwa sababu alibembeleza kwa muda mrefu na binti kakaza. Akasema sawa, mimi nitaondoka na utaniona tena katika maisha yako, lakini ninaomba nimuage mtoto ndio niondoke. Akaenda kwa mtoto Sera, akawa amemwaga, akambusu kama mtoto wake, na akawa amemwachia bangili ambayo ilikuwa ni bangili aliyopewa na mwana mama Sophie. Akawa ameiacha hapo kwa mtoto na akawa ameondoka. Sophie aliporudi katika chumba hicho akaona ile bangili ni bangili ya Aksa iko hapo. Akatambua kwamba Aksa alikuwa pamoja naye katika nyakati ngumu, hajawahi kumwacha hata kidogo, walikuwa wote wawili. Na akawa ametambua kwamba hata yeye pia ndani ya moyo wake alikuwa na hisia zile zile kama ambazo Aksa alizokuwa nazo, lakini binti alikuwa anajibanabana na hakuwahi kusubutu kusema jambo hilo. Mwishowe Sophie akawa ametoka nje haraka, hakuvaa hata viatu, akamwahi Aksa kabla hajaondoka. Akawa amemwambia Aksa, usiondoke katika maisha yangu, ninakuhitaji, tukae daima mimi na wewe, tupendane. Mshikaji miguu yake ilivibrate. Unajua ukiambiwa unapendwa na mtu ambaye unampenda wewe. Hatimaye wawili hao wakawa wameoana, wakaishi na familia yenye furaha. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Karibu Swahiliflix Empire. Ulikuwa na mimi msimuliaji wako OKRAN Okran.